Kaburi lina sehemu 7. Kaburi lolote ambalo unaliona mtu amelazwa najua watu wengi wanaogopa mambo haya au kuzungumza sana, lakini inabidi tuzungumze kwa sababu ndio vita ya mwanadamu ilivyo. Leo hii watu wengi wako mahospitalini wamelala kwa sababu ya vita ya makaburi. Kuna ugonjwa uliinuliwa kutoka kwenye kaburi wa aina fulani, kwa hiyo ukaachiliwa ukaenda kwa mtu, na sasa hii tunavyoongea mtu yule amelala na anaumwa, na hata akilala usingizi wake anaona makaburi. Kwa nini? Kwa sababu vita yako ya ugonjwa ambao umekushambulia ni ugonjwa ambao uliamshwa kwenye kaburi, na unapoamshwa kwenye kaburi moja kwa moja ile vita yake inakuja sasa kwako, na ukawa sasa uwezi. Kwa hiyo magonjwa, kuna magonjwa ambayo wanasema asilimia kubwa ya magonjwa yanatokana na nguvu za kiroho. Yako magonjwa ambayo mtu akienda hospitalini anatibiwa, anapona kabisa na anatoka, lakini kuna magonjwa mengine ambayo asili ya nguvu yake inakuwa ni asili iliyotoka makaburini. Ni mtu alilala na ugonjwa fulani, ile roho ya ugonjwa ule inainuliwa kutoka kaburini na inaenda inavalishwa mtu, na baada ya pale mtu anakuwa ni mgonjwa. Na hii haihitaji maombi ya kawaida ya kubembeleza, lakini inahitaji maombi ya farasi mwekundu. Ziko roho zile ambazo ziliinuliwa kutoka makaburini. Kimsingi maombi yake lazima yawe ni ya fire by fire, kutokana na aina za ule wito wa kichawi ambao ulitumika au agiza ambao ulitumika kwa sababu ya kuinua ugonjwa kutoka makaburini kwenda kwa mtu. Sasa nimesema kaburi kama kaburi lenyewe limegawanyika sehemu mbalimbali, ikiwa ni kaburi sehemu 7 ambalo linatumika kwa ajili ya nguvu mbaya za asili. Sasa linaweza likasimama kwenye eneo la miguuni, maana yake wale wanaofanya ile kazi ya uovu wanaweza wakakaa sehemu ya miguuni, miguuni, kwenye kiuno, kwenye tumbo, kwenye kifua, pamoja na kwenye shingo na sehemu nyingine. Sasa inategemea kila uovu ambao mtu amefanyiwa, kwamba mtu alifanyiwa kwa eneo gani.